Mke anataka muamala, mke anataka ishra, mke anataka mapenzi, mke anataka ihtimam, mke anataka ihtiram, mke anataka, na ndio maana asiyekuwa na tabia hawezi kuishi na wanawake, hawezi, na dini yake na ibada zake na swala zake, lakini hana tabia. Na hii si kwa wanaume peke yake, na hata kwa wanawake. Tukenda na vipande vya hadithi tapotea. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema fadhfar bidhati din tarbat yadak, mtafute mwanamke mwenye dini. Nataka kuwauliza, alikusudia dini pia hapa mwanamke ni mwenye kuswali na kufunga na jilbabu yake na swala yake na yuwafunga? Ndivyo Mtume alivyokusudia? Hapana, alikusudia tafsiri ya makusudio ya Mtume imekuja kwenye hadithi nyingine alipoulizwa, ya Rasulullah, mwanamke mwema ni yupi kwa mume? Sio mwanamke mwema kwa ujumla. Mwanamke mwema kwa ujumla tabia ni mwanamke salih, anaweza kuwa kuolewa kama mwenye kuswali, mwenye kufunga, lakini mwanamke mwema ni yupi kwa mume? Sikilizeni jawabu Mtume alivyosema. Hal alisema ni yule mwenye kuswali usiku sana? Hal alisema ni yule ndani na nje kama na majilbabu na hijab? Hal alisema ni yule mwanamke juu na chini na vitabu vya Riyadhus Salihin soma hadithi? Alisema ni yule ambaye idha nadharta ilaiha sarrat khuluq, ni yule ukimwangalia utafurahi. Huyo ndio mwanamke mwema kwa mume, sio mwema kwa ujumla, mwema kwa mume. Ukimwangalia utafurahi kwa tabasamu yake, kwa uzuri wake, kwa kujipamba kwake, kwa usafi wake, kwa tabasamu, hana mahira. Na ukimwamrisha yuakutii, ndilo ambalo tumelikosa leo. Kila mwanamume anashtaka akwambia, mtu wangu mashallah 5 salawat, lakini mwambialo hanisikii mimi. Si mwema hata kama yuwaswali. Mwanamke mwema ni yule hutii, na akimuona mumewe amelala na hasira amwambia, silali mkono wangu huu mpaka uweke hapa, ni uko radhi na mimi ndio nilale. Ukimwamrisha yuakutii, na ikiwa huko uko Uarabuni, uko wapi, yeye nyumbani yuakuhifadhia na yake na mali yake. Sema kwa mume na kwa mke kwa tafuta tabia, kwa mume kwa tafuta tabia, na ndiyo tafsiri halisi ya aya Mwenyezi Mungu aliposema waashiruhunna bil ma'ruf.